على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, tumshukuru Mola subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake na rehema zake. Leo akatupa tena uhai, akatupa na afya na khatwa, tukaweza kusikilia mahala patukufu kama hapa. Tusema alhamdulillah ala hadhi neema, na ambao kubahatika ni wagonjwa, Mwenyezi Mungu ayapoze maradhi yao, na ambao shatangulia barzakh, Mwenyezi Mungu ajalie makaburi yao ni rawdatan min riyadil janna, na sisi siku ya kufa tufe kwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Tuko katika fiqhi kueleza sunna za swala, faradhi za swala, sifa za swala za faradhi za sunna, qablia, baadia. Jana tuwahi kumaliza mlango huu, basi inshallah Mwenyezi Mungu leo akitupa tawfik tunaendelea na mlango wa sifa za swala, kisha tukimaliza tutaingia katika kumweleza leo Nabii Allah Musa alayhi salam vipi ilipatikaniwa mimba yake. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu, imesuniwa mtu wakati fi rukui, atakapokurukuu, maddu dhahri, ni lazima mgongo wake au kunde vizuri, yani akirukuu lazima anyoshe ule mgongo wake, aunyoshe straight, wal unuq, na shingo yake. Wa nasbu saqaihi, ni lazima asimamishe miundi yake miwili. Wa qadamehi, na nyayo zake mbili aziweke vizuri. Wa akhdhu rukbatayhi, na ashike maondo yake, magoti yake mtu akirukuu, biyadaihi, kwa mikono yake. Wa yusannu, imesuniwa, watuambia wanawazoni wa fiqhi, mtu akiswali sasa fi rukui, katika kurukuu, maddu dhahri, lazima ule mgongo wake au nyoroshe vizuri, wal unuq, na shingo yake. Wa nasbu saqai, na miundi yake aisimamishe vizuri, sio apindukie wa fakhidhihi, na mapaja yake. Wa akhdhu rukbatayhi, na ashike kwa mikono yake miwili magoti yake, biyadaihi. Wa tafriqu al-asabi', na vidole wakati unaporukuu, unaposhika magoti yako, vile vidole kidogo, yani ziweke mbali mbali. Wa tawjihuha lilqibla, na ni lazima ulekeze qibla ile mikono yako wakati unaposhika magoti yako, umelekea qibla. Wa yaqulu, aseme katika rukuu, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana, ametakasika, rabbiyal azim, Mola wangu alikuwa mkuu, alikuwa mkubwa, wa bihamdihi, na hamdi yake, thalathan, mara tatu. Muislamu wa kiume wa kike hatufundishani, bali twakumbushana tu, nyote mwayajua, lakini twakumbushana. Wakati unaporukuu sema subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, thalathan, mara tatu. Waweza kusema mara moja, waweza kusema mara mbili, waweza kusema mara tatu. Ikiwa ni peke yako, waweza kusema mara utakazo. Wa yazidu almunfarid, imamu aweza, mtu ambaye kwamba yuwaswali peke yake, kama mathalan amekuja msikitini, imamu hana imamu, kushaswaliwa. Wa yazidu almunfaridu, atazidisha aliyeswali peke yake mathalan. Wa na imamu aruhusiwa kuzidisha hizi subhana rabbiyal azim bihamdi, mahsurina radhu, wale maamuma wake waliomzunguka, waliokubaliana na yeye, bitatwili, kurefusha. Aweza kusema subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, kisha akazidisha hini, Allahumma laka raka'tu, ewe Mola wangu, kwa ajili yako nimerukuu ya Rabbi. Wa bika amantu, na kwako wewe Mola wangu nimeamini. Wa laka aslamtu,
na kwako wewe ya Rabbi nimesalimisha amri. Khasha'a laka sam'i, yamenyenyekea kwako wewe masikizi yangu. Wa basari, na macho yangu. Wa mukhi, na ubongo langu. Wa azmi, na mishipa yangu. Wa aswabi, na mifupa yangu. Azmi, mifupa yangu. Wa aswabi, na mishipa yangu. Azidishe hizo mwenye kuswali peke yake. Wa mastaqallat bihi qadami, na kilichobebwa kilichotukuliwa na nyayo zangu zote. Lillahi rabbil alamin, nda Mwenyezi Mungu Bwana waziumbwa pia. Bwana waziumbe ni mwenye Mola. Lakini hini twakuhusia imamu, unaposwalisha wale maamuma, ikiwa hawako radhi wewe kuwazidishia dua hini, usizidishe. Lakini ikiwa waswali peke yako, wakati ushaita subhana rabbiyal azim wa bihamdi, wewe waweza ukazidisha Allahumma laka rak'atu wa bika amantu wa laka aslamtu, khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asbi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Kwa sababu ukiwa wewe au mimi, wewe ni imamu, swala zako zikiwa ni ndefu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hapendi mtu aswalishe swala ndefu mpaka wale maamuma wawe miguu tetemeka. La, Mtume aliwahi kumwambia sahaba mmoja, afattanun anta ya Muadh, afattanun anta ya Muadh, afattanun anta ya Muadh. Mmoja wenu akiswali ajue kuna watu ni wagonjwa, ajue kuna yani wazee, ajue kuna wengine wana haja. Yani unaposwalisha jaribu usivute sana mpaka maamuma wakakukimbia wakenda katika msikiti mwingine, ni makosa makubwa. Ndio kulikuwa kuna bwana mmoja hapendi swala za kurefushwa. Siku moja alikwenda msikitini, imamu shekhe akaipiga bakara. Shekhe akasimama mpaka akachoka. Imamu akasoma suratul Baqara. Huyu bwana akamaliza swala yake, lakini akasema lo, huyu bwana amevuta sana. Tuambiwa siku ya pili huyu bwana alipokuja akamsikia imamu soma suratul Fil. Yeye husoma ya ndovu huyu. Yana ilikuwa ni ya ng'ombe, mambo ni yale. Yeye ni ya ndovu. Huyu bwana akakimbia akaenda akatafuta msikiti mwingine. Kwa hivyo ukiswalisha usisome sura ndefu. Ukiwa peke yako shekhe, soma Naam, soma Bakara yote ukatazwa, lakini ukumbuka kuna pengine mtu ana haja, kuna wagonjwa. Kwa hivyo hafifu. Kana sallallahu alayhi wa alihi wasallam akhaffa an-nasa fi salati, tena alikuwa swala zake Mtume zilikuwa ni hafifu na zikitimia. Khaffa an-nasa salata, yeye Mtume alikuwa ni hafifu wa watu akiswalisha Mtume, tena mwenyewe akawa hutimiza rukuu zake, hutimiza sujudu zake. Mara nyingine usema mimi wanaswalisha, husikia kilio cha kijana huakilia, basi mimi upunguze ile swala, yani kumsikitikia mama kwamba pengine kijana chake hulia ana matatizo. Lakini utaona maimamu wengine wakati wakiswalisha huvuta kweli, wakati ikiwa peke yake iwaswali sura yake mwenyewe ni inna atainaka, pija na qul wallahu mambo ya kisha, lakini akiswalisha akawa ni mwenye kuvuta. La, haifai. Na wewe ikiwa waswali peke yako, vuta swala yako. Ikiwa waswali peke yako, lete dua inna Allahumma laka rak'atu, au maamum wakimwambia imamu wetu, sikiliza, sisi tuko tayari wewe tuswalishe kwa namna unavyotaka, kwa namna unavyopenda, sura zozote. Ndio wakasema wanazuoni wa fiqhi, wa imamun mahsurina radu bitatwil, imamu aweza kurefusha swala, lakini maamum ikiwa wao wameridhika ivutwe, lakini ikiwa swali peke yako hukatazwi. Kisha akatuambia Sheikh, wa yusanu, imesuniwa muislamu anaposwali, idha rafa'a ra'sa, wakati yakinyanyua kichwa chake, lil'i'tidal, wakati uko itadili,
an yakula, seme sami Allahu liman hamidahu, Mwenyezi Mungu amemsikia mwenye kumhimidi. Fa idha stawa qa'iman, wakati akisimama wima, akisimama sawa sawa, qala, atasema rabbana, mola wetu, lakal hamdu, ndako wewe sifa njema, mila samawat, mjazo wa mbingu, wa mila al-ardhi, na mjazo ardhi, mbingu zijae sifa njema zako ya Rabbi, ardhi zijae sifa njema zako, wa mila ma shit, na mjao wa unazotaka, min shay'in, katika vitu vyovyote ya Rabbi, baada ya kujaa katika mbingu sifa zako njema ya Rabbi, baada ya kujaa sifa zako njema katika ardhi, baada ya kujaa sifa zako njema katika vitu vyote. Kisha wakatuambia wanawazuoni tena, wayazidu, atazidisha mwenye kuswali, almunfaridu, ambaye mwenye kuswali pweke au mwenye kuswali pweke yake, wa imam, na atazidisha imamu. Watuambia wanawazuoni, mahsurina, wale maamuma waliomzunguka, wale maamuma ambao wako nyuma yake, radu bitatwil, ikiwa wenyewe wameelewana maamuma na imamu wao, wakamwambia imamu, sikiliza, msikiti wetu hunu tuswalishe namna unavyotaka, ikiwa utasoma sura yoyote sisi tuko tayari, rukuu lete dua utakazo. Kwa hivyo, lakini ikiwa hawakukubaliana usivute zaidi ya hivyo. Sasa maimam wale maamuma radhu bitatwil, atazidisha hili katika nini? Ikiwa ameanza sasa sami Allah liman hamida, pale atazidisha nini? ahla thana, ahli ya sifa, wal majdi, na utukufu, ahaqu ma qala al-abdu, ni kweli haya aliyonena mja wako ya Rabbi, wa kulluna laka abdun, na sisi sote kwako wewe ni waja, la mania, hakuna wa kumziwilia, lima ataita, ulompa ambayo utakakumpa ya Rabbi, hakuna wa kumziwilia, wala mu'tiya, wala hakuna wa kumpa ya Rabbi, lima mana'ta, wewe ulokataa sipate, wala yanfa'u dhal jaddi, wala ikumsaidia mwenye ukwasi, mwenye utajiri, minka aljaddu, kwa utajiri wake mtu ni yeye mwenyewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huangalia roho zetu, haangalii utajiri wetu. Kwa hivyo hizi huwetwa wakati mwanadamu ikiwa mpeke yake anaposema sami Allahu liman hamidahu, Mwenyezi Mungu amemsikia yule mwenye kumhimidi, rabbana lakal hamdu, utayeta dua hizi. Kisha ukimaliza, ikiwa wewe waswalisha maamuma wamekubali au peke yako, ndio utazidisha, ili maana yake swala tusifanye ndefu, watu watakimbia, tukhafifishe. Wa imamu mahsurina radu bitatwil, maamuma wakikubali ndio utaita dua hili, ahla thana wal majdi, haqqu ma qala al abdu, wa kulluna laka abdun, la mani'a lima atait, wala mu'tiya lima mana'at, wala yanfa'u dhal jaddi minka aljaddu. Eti dua kama hili ni mzuri sana katika itidali yako, ikiwa waswali peke yako au ikiwa waswalisha wewe ni imamu, maamuma wakikubaliana na wewe lete. Wal qunut, na ni sunna katika swala ukiwa mwenyewe wataka, fi itidali thaniya lisubhi, katika ile itidali ya pili katika swala ya usubuhi. Wa afdaluhu, ubora wa kunuti watuambia wanawazuoni, Allahumma hadini fi man hadait, Mola wangu niongoze nami katika unaongoza, waafini, na uniafu mimi Mola wangu, fi man afaita, kwa wale ulioafu, watawallani, unitawalishe mimi ya Rabbi, fi man tawallaita, katika wale uliotawalisha uliopatia mazuri, wabarik li ya Rabbi, nibarikie nami au nibarikie mimi, fi ma atait, katika kile ambacho ulinipa, waqini,
na unihifadhi mimi ya Rabbi sharra ma qadait, shari ambayo shaihukumu kutoka azali. Fa innaka taqdi, hakika Mola wangu wewe wahukumu, wala yuqda alayk, wala wewe hukumiwi ya Rabbi. Wa innahu, na hakika ya amri na shani, la yadhillu, hawi mnyonge, hawi dhalili, man walaita, ambayo ulomtawalisha apate ukubwa, apate karama, apate walii, apate izi. Wala yaizu ya Rabbi, hawezi kupata kuizika mtu, kupata utukufu pasi na wewe kutaka, hawezi kupata. Man adaita, ulomfanya wewe, ulomfanya awe ni adui, hawezi kupata izi kabisa. Tabarak, umetukuka Mola wangu Rabbana, Mola wetu. Wa taalaita, na umetukuka mno. Falakal hamdu, ndako wewe kila jinsi ya sifa njema. Ala ma qadaita, hivi namna ulivyotupangia, hivi namna ulivyohukumu. Kuna wengine ni warefu ya Rabbi, wengine ni wafupi, wengine ni weusi, wengine weupe, wengine wekundu, wengine wanene, wengine wembamba, wengine matajiri sana, wengine ya Rabbi umehukumu wawe katikati, wengine ya Rabbi umewafanya ni maskini, wengine ya Rabbi umewafanya wao ni mafakiri, wengine ya Rabbi umewafanya hawaoni, wengine ya Rabbi umewafanya ziwete, wengine ya Rabbi umewafanya zibubwi, mabubwi hawasemi, wengine ya Rabbi umewafanya hawasikii, yani mashikio ni mazito. Hivi basi ya Rabbi ulivyohukumu wewe Mola wetu. Falakal hamdu, ndako wewe ya Rabbi kila jinsi ya sifa njema. Ala ma qadaita, wa namna hivi ya Rabbi mwenyewe ulivyopanga, hukupangiwa, umepanga ni wewe mwenyewe. Kuna wengine ni hayawani wa kuliwa, wengine ni hayawani wa kupandwa, wengine hawaliwi, wengine ni hayawani wa kulelewa tu, lakini mwenye Mola hakuna yoyote aliyokupangia mambo haya isipokuwa niwe Mola. Basi unamwambia Mola wako falakal hamdu, ndako wewe sifa njema zote ya Rabbi. Ala ma qadait, kwa namna ulivyohukumu mwenyewe. Kisha unamwambia Mola wako astaghfiruk, nataka msamaha kwako ya Rabbi. Wa atubu ilaik, na natubia ya Rabbi kwako wewe. Kisha wakatuambia wanawazuoni wa fiqhi, wayati imamu wakati akiswalisha, ikiwa mwenyewe amependa kueta kunuti, ayete bilafdhi ljam'i, kwa tamko la upamoja, iye Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alaita, falakal hamdu ala ma qadaita, astaghfiruka. Utasema hapa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ikiwa wewe au mimi ni imamu, badilisha, usiombe Allahumma hadini. Unaposema Allahumma hadini, huwa waiombea mwenyewe, na Mtume atuambia idha da'auta fa'amim, wakati unapoomba dua wewe tanganya, wayanieneza kwa Waislamu wote, sio kwamba wewe wajiombea peke yako. La, unapoomba dua, Mwenyezi Mungu ni Karim, Mwenyezi Mungu ni Ghani, Mwenyezi Mungu ni mkwasi. Jaribu yani utanganye dua Allahumma hadina, au rabbana atina fi dunya, rabbana taqabbal minna, Allahumma ajirna minan nari salimin. Jaribu kuombea na ndugu zako, hata kama wewe waswali peke yako, ujue nyuma yako kuna malaika, ujue nyuma yako kuna majini Waislamu. Majini jamaa wanamwabudu Mwenyezi Mungu kama sisi. Kuna majini huswali, majini ambao hufunga, kuna majini huenda haji, kuna majini mwenyewe hutoa zaka, kuna majini yadhkuruna Allah, kuna majini wao wamswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna majini ambao husoma Qur'ani. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljin
faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi faamanna bih walan nushrika birabbina ahada. Kwa hivyo majini ndio Mola akatwambia wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Mungu asema mimi sikuomba wala majini na wanadamu isipokuwa lengo waniabudu. Kwa hiyo Muislamu wakati anaposwali akiomba dua ajaribu sana dua aiombe kipamoja, kwa sababu kuna majini nyuma yake, kuna malaika. Kwa hivyo ukiomba hata kama usali peke yako, jaribu Allahumma hadina mwenyewe ukiwa wataka, na ikiwa omba dua jaribu uchanganye dua kama ile. Kisha akatuambia Sheikh wa yusannu qunutuhu. Mathalan tumeswalishwa na imam, speaker imepotea, umeme umepotea, husikii imamu, msikiti mkubwa, yule imamu weta kunuti, wewe usikii, basi akwambia wa yusannu, si lazima Sheikh, tumeeleza tena, si lazima kunutu, aite kunutu yake in lam yasma kunuta imami, ikiwa hakusikia kunuti imamu wake, wewe jaribu yani kuweta kunuti. Kisha wakatuambia wanawazuoni ni sunna, ikiwa mwenyewe wataka, hutaki shekhe wata wayakunutu, na muislamu ajaribu kuweta kunuti fi sairi maktubati linnazila, katika swala ya magharibi lete kunuti, swala ya isha tuwete kunuti, maghrib, isha, fajri, dhuhri, asri, juma tuwete kunuti. Kwa sababu gani? Linnazila, ikiwa Mwenyezi Mungu mwenyewe ametuonda kwa mitihani, mathalan kama mivua nyingi, wenzetu hufa, huharibikiwa na mambo yao. Sasa ni uzuri wale ambao kwamba wako katika kijiji hiko waete kunuti kumwomba Mwenyezi Mungu mafuriko, yani Mwenyezi Mungu aiondoshe, au mji ambao kwamba umeingia mathalan kama hizo corona, kama ziko mji hiyo, sisi kwetu alhamdulillah Mwenyezi Mungu asituetee. Basi mji ambao wenye corona ni uzuri Waislamu waete kunuti wakati wa swala zote wakiswali, wasitusingojee swala alfajiri tu. Ikiwa kuna corona, ikiwa kuna mathalan, ikiwa ni taun au imeingia maradhi yoyote, watu hufa, au kumepatikana ukame, hakuna mvua, au mvua imekuja lakini mvua ikawa yaharibu, basi wayusannu, si lazima, wayakunutu, wataeta kunuti Waislamu fi sairi maktubat, katika swala nyingine za linazila, kwa sababu ya matatizo, kwa sababu ya balaa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hupenda kuombwa. Mwenyezi Mungu hapendi mimi niwe simuombi. Ndio mwenyewe akatwambia qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Mwenyezi Mungu hangetujali kamwe, Mwenyezi Mungu hangetutambua kamwe kiwa sisi hatuombi dua. Kwa kweli Mwenyezi Mungu hana haja na sisi, bali sisi ndio tuna haja kwa Mungu. Basi Mola sema bwana, ikiwa muniombi mimi siwatambui kamwe bwana, nyinyi ndio mwainitajia mimi. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi, waambie Muhammad, ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum, Mola hatutambui bwana, lao sikumuomba kule. Pale unapomuomba ndio Mwenyezi Mungu furahi. La tas'alanna baniya adama hajatan fasali alladhi abwabu la tujabu. Muombe, simuombe mwanadamu, mwanadamu simuombe mtu mwenzako ambaye kwamba yeye hawezi kukupa mpaka kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Muombe Mola ambaye kwamba milango yake haifungwi, haifungiki. Mwenyezi Mungu ukasirika sana wakati wewe na mimi ikawa simuombi, na mwanadamu yani Mwenyezi Mungu ufurahi wakati ukimuomba, hukasirika ikawa mimi simuombi wakati nikipata na lolote hufanya labda nimelipata kwa uwezo wangu. Mola Subhanahu wa Ta'ala ataka aombwe, husikia raha, hukupatia baraka, hukuonea wewe ni kiumbwa kizuri wakati unapomkumbuka. Ndio Mola akasema nini? Ud'uni astajib lakum, jamani ombeni na mimi nitawajibu. Lakini kama mwanadamu haombi, yeye akiinuka
ameinuka tu kwa uwezo wake, akila amekula kwa uwezo wake. Sheikh, wakati unapoinuka shukuru Mungu, alhamdulillah alladhi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bidhikri. Shukuru Mungu ambaye kwamba ametuinua, tulikuwa tumekufa. Wakati unapomaliza kula chakula chako, tamshukuru Mola, at'amani wa saqani waj'alani min almuslimin. Yani muombe Mola, umshukuru Mola wako kwa kuwa amekulisha, amekunywisha. Wangapi wenzetu watamani futari, wangapi wenzetu watamani maziwa, watamani maji, leo wako vitandani hawana habari. Hunishwa maziwa kwa paipu, hunwa maji kwa paipu, chakula hubidi kivurunywe mpaka kiwe chembamba kama mai, kisha upitishiwe ule. Leo watafuna, leo unakunwa, kisha ukawa ati wewe huwezi kumwomba Mola wako ambaye alokupatia chakula, alokupatia maji, alokupatia nguo. Kila unalofanya ujue la Mungu. Ukati unapovaa nguo, alhamdulillah alladhi albasani hadha thawba min ghairi hawlin minni wala quwwa. Sio kwamba mwanamke wewe au mwanamume wewe umevaa kanzu yako, umepiga kilemba chako, wewe mwanamke umevaa veli lako, umevaa dira yako, basi ukaona ni nguvu zako. La, inua mikono, mwambie Mola wako, alhamdulillah alladhi, namshukuru Mola ambaye yupi albasani hadha thawba min ghairi hawlin minni wala quwwa. Wangapi hawawezi kuvaa nguo uveshwa, wewe ukawa mwenyewe umeweza kuvaa nguo mwenyewe? Wangapi hawawezi kula ulishwa? Wangapi hawawezi kwenda haja mpaka wapekwe haja? Wangapi hawawezi kujisafisha mpaka wasafishwe? Leo wewe mwenyewe utakwenda haja ujisafishe mwenyewe. Alhamdulillah, alhamdulillah, mshukuru Mola. Wewe ukaweza kuvaa nguo, alhamdulillah, ukaweza kula, alhamdulillah. Wakati sasa umeinuka, umwambie Mola wako, alhamdulillah alladhi yuhyi almauta wa huwa ala kulli shay'in qadir, alhamdulillah alladhi hayani ba'da ma amatani wa ilayhi nushur. Kila leo, kila lako, kila langu lolote ambalo tunalitenda, jua tumeyafanya kwa kadha yake Mola subhanahu wa ta'ala, kwa kadari yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini mwanadamu hughurika wakati akiona mwenyewe amevaa nguo zake kwa uzuri, amekula chakula chake kwa uzuri, afya kama ndovu, hajui kwamba zote zimepita kwa uwezo wake Mola subhanahu wa ta'ala. Mbona utakuja wakati siwezi tena kuvua nguo mpaka nivuliwe? Utakuja wakati shekhe, siwezi tena kuoga mpaka niogeshwe. Utakuja wakati mkenda haja hazitoki shekhe mpaka zitolewe kwa pipe. Leo haja umekwenda, imetoka haja kwa uwezo wake Mola. Ndio umuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ghufranak ghufranak alhamdulillah alladhi adhhaba anni al-adha wa afani, kwamba naomba msamaha kwa Mola ambaye kwamba mimi nimepitiwa na muda nilipokuwa choni, sikuwahi kumtaya, kisha Mwenyezi Mungu ambaye ameniondoshia mimi udhia, yani uchafu. Ni ule uchafu ambao uko ndani ya matumbo yetu, ukatoka kwa uzuri, kisha ukitoka choni ukafanya labda umetoka kwa uwezo wako. La, ni makosa mwanadamu kuyafanya hayo. Ni lazima kila leo tumkumbuke Mola wetu subhanahu wa ta'ala kwa kila neema ambazo kwamba ametupa. Ndio mwenyewe akatuambia, wa in ta'uddu ni'matallahi, lao tutaziwanga au tutazihisabu neema za Mwenyezi Mungu, wallahi lan tuhsuha, hatuwezi kuzihisabu. Ni nyingi, hazina idadi, kwa sababu Mola ndiye alotuumbia neema kama hizo. Kwa hivyo wanadamu wakipatwa na shida, wajue wa kuomba ni Mwenyezi Mungu. Ndio wakatuambia wanazuoni, wayaqunutu fi sa'iri maktubati linnazila, tumuombe Mwenyezi Mungu wakati tukipatwa na maradhi,
tukipatwa na shida, tukipatwa na taabu, tukitokewa na magonjwa kama haya magonjwa ambayo yaloingia, tumshukuru Mola, sisi asituetee wala hatotuetea ya Rabbi. Twawaombea wale mzetu ambao wameetewa, waete kunuti kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu mujibu da'wa, yeye huzijibu dua ya wale wenye kumwomba, tena hususan fi shahri hadha, yani fi shahri Ramadhan, sababu tumeambiwa dua ya aliyefunga hairudi. Wayusanu, watuambia wanawazuoni, wayusanu, wakati tukiswali imesuniwa fi sujud, katika kusujudu, wad'u rukbatayhi, aweke magoti yake kwenye buswati au kama ni ardhi au kwenye mswala, thumma yadayhi, kisha aweke mikono yake, thumma jabhati, kisha aliweke paji lake la uso, tena wa anfihi, pamoja na pua yake. Pua ukisujudu wewe Muislamu, jaribu ile pua iguse buswati, iguse jamvi, iguse ardhi, kisha iwe ni makshufa, iwe wazi, sio ufunge hijabu mwanamke mpaka paa la uso likawa limefitika. Ukisujudu swala yako itakuwa haisih. Au mwanamume avae kofia iete mpaka mwisho wa uso, asujudu ndani ya juu la kofia, swala yangu iko sahihi. Au kilemba, amefunga kilemba bwana harusi, pengine amekuja msikitini mapema akaswali, ni lazima ile sehemu ya kilemba chake avute juu, ipatikane jabha makshufa, ile paa la uso liwe wazi. Wa mujafatu rajuli, na mwanamume wakati anaposwali, wanawazuoni watuambia ajiepushe, aziweke mbali mirfaqaihi, ziwe zake ziwili, anjambehi, asiziambatishe na mbavu zake, wakati ikiwa yeye sasa ameweka mikono Allahu akbar, asiambatishe. Wa batnu, na wakati mathalan akirukuu, mwanamume asiambatishe tumbo lake, aliepushe an fakhidhaihi, na mapaja yake. Wa yujafi fi rukui, na ukirukuu usiweke tumbo lako katika mapaja yako. Je, wanawake ya Rasulullah uswalie, watadhummu almar'atu ba'dha ila ba'd, mwanamke ndio ni lazima wakati akiweka mikono yake Allahu akbar, mikono aiambatishe katika mbavu zake. Wakati anaporukuu ajaribu kwenda chini vizuri, tumbo lake liwe karibu na mapaja yake, na wakati akisujudu hivyo namna hiyo, na mbavu zake na mikono yake asiziwache waziwazi kama wanaume, bali ajikusanye. Hivi ndivyo inavyofaa wanawake kuswali. Ni lazima mikono yao waambatishe katika mbavu zao, ni lazima matumbo yao waambatishe katika mapaja yao, fi rukui wa sujud. Thumma, kisha ikiwa Muislamu amefika hapo sasa, ndo subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ametakasika Mola wangu alikuwa yu, wa bihamdihi, na hamdi yake, wa thalathan afdalu, na kuita mara 3 ni bora. Wa yazidu, atazidisha, atuambia wanawazuoni au atuambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, almunfaridu, mwenye kuswali pweke yake, mama nyumbani au baba nyumbani au binti nyumbani, uswali pweke yake, au yoyote ambaye Muislamu, msikiti imefungwa, pengine nyumbani iko pweke yake, azidishe hizi ambazo tumetakazozieleza mbele. Wa imamu, na imamu waruhusiwa kuzidisha, lakini tunarudia tena, mahsurina, wale maamuma walomzunguka, radhu, wakikubali, wakiridhiana, bitatwili, kutawilishwa ile sijda yao. Watazidisha mtu pweke na imamu, maamumu wamekubaliana, subuhu qudus, kutakasika na mawi, kutakasika mno ni kwako wewe Rabbul Malaika, Mola wa malaika, umetakasika ya Rabbi na mawi,
umetakasika Rabbi na kila upungufu. Subuh, umetakasika Rabbi. Quddus, umetakasika mno. Rabbul malaika, ewe Mola wa malaika wa ruh na Jibril alayhi salam. Basi Mola kama huyo hupenda mwanadamu ikiwa huswali peke yake ayete ni subuhun quddusu rabbul malaikati war ruh. Ndio katika tarawih twayeta mara nyingi subhana man ta'azzaza bil qudra wa qahhara al ibada bil maut. Subhana man ta'azzaza bil qudra wa qahhara al ibada bil maut. Subuhu quddusun rabbul malaikati war ruh. Kisha alete dua ingine Allahumma, baada ya kuwa ameleta hii wa ruh, Allahumma laka sajadtu, e Mola wangu kwako wewe nimesujudu, wa bika amantu, na kwako wewe nimeamini, wa laka aslamtu, na kwako wewe nimesalimisha amri. Sajada wajhi, umesujudu uso wangu, lilladhi khalaqa, kwa Mola ambaye aliumba, wa sawwara, na akautia sura, wa shaqqa sam'a, na akapasua masikizi yake. Ilikuwa Mwenyezi Mungu aweza kuniumba au aweza kukuumba kama mpira, nikawa sina mato, sina mdomo, sina masikio. Yakhluqu ma yasha wa yaqtar, la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun. Mwenye Mungu huumba namna anavyotaka, wala hakuna mwenye kumuuliza. Wangapi uzaliwa wakawa hawaoni? Wangapi uzaliwa wakawa hawasemi? Wangapi uzaliwa wakawa hawasikii? Wangapi uzaliwa wakawa ni ziwete? Wangapi uzaliwa wakawa ni viguru? Wangapi uzaliwa wakazaliwa wana maradhi ya moyo, moyo una tundu? Wangapi uzaliwa wakazaliwa wakaamoni imewashika? Yani mipango yake Allah. Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu amepasua mato yakawa yako, ametoboa masikio, tundu za pua, mdomo, basi ndio mwambie Mola wako, Mola wangu laka sajadtu, kwa kweli nimesujudu, wa bika amantu, kwa kweli nimeamini, wa laka aslamtu, na kwa kweli nimesalimisha amri. Sajada wajhi, umesujudu uso wangu, lilladhi khalaqa, kwa Mola ambaye aliumba, wa sawwara, na akautia sura, wa shaqqa sam'a, na akapasua masikizi yake biqudrati, wa basara, na macho yake mato yakatoka katika kito chako kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, wa bihaulihi wa quwwati, kwa kutaka kwake Mwenyezi Mungu, kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu, kwa kudra yake Mwenyezi Mungu, kwa kupenda kwake, wa quwwatihi, na nguvu yake Mola. Useme tabarakallah, ametukuka Mola wetu, ametukuka Mwenyezi Mungu ambaye amemuumba mwanadamu kwa umbo zuri. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Basi na wewe ukieta dua hiyo katika sijda, ikiwa ni peke yako au maamuma wakikubaliana na imamu aruhusiwa kueta dua kama hili, kisha mwisho malize tabarakallah, ametukuka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ahsanul khaliqin, mzuri wallahi Mola wa kuumba. Inshallah kwa hiyo tutawaka hapa, kwa sababu fiqhi ni ndefu sana swala hili, wa inna la kabira, ni kubwa sana, maudhui yake ni marefu. Yeo tuyawate hapa kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Ikiwa tumepata ni kwa uwezo wa Mola, na ikiwa tumekosea si tatizo, ndiye mwanadamu si mkamilifu. Na ikiwa nimekosea ni uchache wa elimu yangu, na muomba mwenzangu anirekebishe kwa njia ambayo kwamba mzuri, na Mola atamjazi kheri mwenye kuliona kosa. Amin. Baada ya kumaliza kueleza fiqhi kwa ufupi, na tutaendelea nayo inshallah kesho tukiwa hai. Leo tutapendelea, tuliomba tumweleze Nabii Allah Musa alayhi salam vipi alizaliwa. Firaun la'natullah alayhi alidai akawa katika moyo wa Misri, hunena ana rabbukumul a'la, mimi ndiye Mola wenu ambaye wa juu kabisa.
Sasa Mola subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye hataki kiumba yoyote aabudiwe, wa kuabudiwe ndiye Mola peke yake. Firaun kama huyu ilikuwa na waganga wake takriban 30,000 au 40,000 au akthar au aqal, tarikhi ni ndefu kabisa. Firauni kama huyu tuambiwa alilala, alipolala akaota ndoto yenyewe akauona moto watoka upande wa Falastini. Moto kama huo unakuja kuchoma nyumba za Makibti zote, lakini za Bani Israeli moto huo hauchomi. Akawaita makuhani kuuliza, jamaa, mimi nimeona ndoto yenyewe nimeona moto umekuja umechoma nyumba za Makibti wote Basri, lakini nyumba za Bani Israeli moto hukuchoma. Sasa jamaa, hebu nipeni habari, nielezeni ndoto hii namna gani? Wale waganga wake au makuhani wakamwambia, atazaliwa kijana huyo ataumaliza ufalme wako, atakuondosha wewe, kwa sababu wewe si wanena kwamba ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahi ghairi. Basi kutazaliwa kijana shekhe, atakumaliza mbali wewe na ufalme wako, Mola peke yake ndio hamaliziki. Firauni akasema, sasa jamaa, nipeni habari, nifanye nini? Wakamwambia, sisi twapenda, tutakupa fikra moja. Wanawake ambao kwamba wenye mimba, yani tuwafuate, kama tutajenga hospitali mathalan au banda hivi kubwa, tuwaweke wanawake wenye mimba, tuwape chakula. Mwanamke akijifungua mtoto wa kiume tumtinde, mwanamke akijifungua mtoto wa kike tumpe zawadi. Akasema hiyo munimpatia fikra mzuri sana. Sasa akawafuatwa wanawake wenye mimba, wakawa huwekwa mahali, akijifungua mtoto wa kiume, mama, bwana tusamehe sana, fumba macho, kijana huchinjwa, uwawa. Akizaa mtoto wa kike, marhaba, yani upewa pongezi, akapewa zawadi mama kama huyu. Na wakawa huzunguka wao, mwanamke wakawa upijwa wanawake ili wasishike mimba pia, wakapijwa wanawake, hakuna kushika mimba, wakateswa. Lakini Mwenyezi Mungu ni Mwenyezi Mungu. Alipo Firauni, vijana wakauliwa wengi sana. Sasa wakawa wamebakia ni wazee katika Misri. Wakamwambia, Firauni, taka ujue sasa waliobaki ni wazee, takuwa hawezi kukutetea tena. Vijana wote wamekuwa umewaua. Vijana baada wainuke mabarobaro watetee ufalme wako, uungu wako, leo wamebaki ni wazee, na sisi Makibti tutakufa, takuwa hakuna vijana. Basi sisi twapenda ufanye nini? Twapenda jaribu miezi fulani usamehe, kama ni miezi 3 mathalan, usamehe, usiwaue. Maana yake watoto wapate wakuwe, wakuangalie, wasimamie uungu wako. Lakini ikiwa ni wazee, watakuwa hawawezi tena kupigana kutetea uola wako, hawawezi kujisaidia, wamekuwa wazee sana. Wakasema, umenipatia fikra mzuri sana. Yeye Mungu hutukua fikra kwa wanadamu, angalia ajabu ya wanadamu. Basi bahati mzuri Mwenyezi Mungu kuonyesha kudra zake, wakati pale wamesamehewa vijana kunyongwa au kuuliwa, akazaliwa Nabii Allah Harun alayhi salam. Angalia Mola mipango yake. Mwezi wa kuwa sasa, mwezi utakaofuatia ni vijana kutindwa, shekh, kama kutindwa kuku. Bahati mzuri Mola kuonyesha kudra zake. Sasa maskari huzunguka kila nyumba kuangalia, je, kuna mama amejifungua kwa siri. Mama ikiwa yuko mwenye mimba, huburutwa maskini, akapelekwa akatandikwa akiwa na mimba, na akawekwa, akizaa mtoto wa kiume hutindwa. Nabii Allah Musa kwa uwezo wa Mungu, mama yake akapata mimba. Wakati wale askari wazunguka kila nyumba kuangalia wanawake wenye mimba, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Wakiingia kwa mamake Nabii Allah Musa alayhi salam, hawamuoni na tumbo la mimba. Mwenyezi Mungu ikawa ile mimba
mwenyewe biqudrati huifitafita katika mbavu zake, huifita katika mbavu ya mama wa Nabii Allah Musa alayhi salam. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Wakaingia wakimwangalia mwanamama, tumbo lake liko flat, lakini tumbo ndani ya tumbo la mamake Nabii Allah Musa yuko Musa. Wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitaka Nabii Allah Musa sasa azaliwe, wakati alipojifungua mama, bahati mzuri ilikuwa mwenyewe ameweka tanu yake jikoni kule, mwenyewe kutaka kuchemsha maji yake ya moto apate aonge jisafishe, mwida yasikiwa mlango wa gongwa, lakini Mola ni Mola. Pale pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia huyo kijana, akampatia kama mathalan ilham au hatif au sauti au ghazira, mfano yote moja katika hiyo. Alisikia sauti au ilham, akaambiwa mtie katika tanur, mtie katika litano ya moto. Akamtukua mwanawe biqudratillah, kitoto kimezaliwa leo, akakitia katika moto. Lakini moto haui moto ikiwa Mwenyezi Mungu hautaki uwe moto. Sumu haisumu Mwenyezi Mungu akitaka isiwe sumu. Khalid ibn Walid alipewa sumu katika vita, akasema shekhe, mwajisumbua. Maana alikuwa ni komando mkali sana, ilikuwa akiwamaliza sana makafiri popote anapokwenda yeye, wala hakufa katika vita, kuonyesha kwamba mtu hafi mpaka pale anapotaka Mwenyezi Mungu. Basi akapewa sumu, sisi hatuwezi. Akasema hii bwana haiui mpaka Mwenyezi Mungu atake iwe taua. Akawa ni mwenye kunywa sumu. Sisi waruhusiwi kunywa sumu kwa sababu tutakufa, imani zetu ni matata kabisa. Ye imani yake akaamini kwamba mwanadamu hawezi kufa ikiwa siku zake bado, akanwa sumu. Makafiri washangaa, amuona panga vile vile anasukuma panga mzima. Sasa alipotiwa ndani ya moto, wale maaskari wakaingia, hakuona lozaliwa, aona mama mwenyewe ameweka jiko lake kule, tano yake, wakashikandia wakaenda zao. Mola Subhanahu wa Ta'ala akamtamsha Nabii Allah Musa saghira, kitoto ndani ya moto. Moto kawa ni pepo kwa Nabii Allah Musa alayhi salam, moto kawa ni air condition, moto ikawa ni fan, moto ikawa ni neema kwake. Amwambia mamake, ya umma, mamangu, ndio nitukue mimi niko hai. Pale pale mama akapata nguvu kwamba huyu kijana innahu la sha'nun, atakuwa na mambo makubwa. Akenda akamtukua mwanawe, na ajabu nyingine, mama hakuteketea mikono, akenda akamtukua mwanawe, akamonyea, akampakata, akawa mwenyewe wamnyonyesha. Sasa akasema lao watakuja mara nyingine ghafla, mathalan sikuwasha moto, huyu kijana mimi nitamweka wapi? Mola Subhanahu wa Ta'ala pale pale akampa ilham au akampa hatif au auhaina ila ummi Musa, tukampa wahi an alqihi fil yam, nenda mtupe baharini. Bahati mzuri pale nje kuna kapenta au sanar au yule ambaye kwamba Najjar Sarmala, kapenta Sarmala yatengeza masanduku manini. Akaenda akamwambia, nataka unitengezee nami kisanduku kitoto. Lakini yule kapenta sabasi, cha nini? Wewe haja yako si pesa, mbona wauliza nambia? Kampima mwanawe kwa uzuri, akamwambia kipimo hiki, tengezee kisanduku kidogo. Mama, cha nini? Shekhe bwana, wauliza wewe, nambia. Kakitengeza. Alipokitengeza, lakini ikawa ni mtu jasusi mkubwa sana. Basi kweli kweli najua kwamba Firauni ayua kwamba kuna kijana tazali watamuua Firauni. Mama yake Nabii Allah Musa biqudratillah akamtia mwanawe katika tabuti kwa wahi wa Mwenyezi Mungu, wa uhaina ila ummi Musa nalqi fil yam fayulqi al yam, kenda kamwe. Sasa katika kumtukua mwenyewe ametoka naye kwa siri, yule kapenta akawa sasa umwandama kwa siri, ataka kujua ametia nini, ametukua kitu gani, yu afanya nini. Mama yake Nabii Allah Musa hajui kwamba nyuma kumbe kuna mtu mwangalie, yule jirani yake sabasi kitunguru yule. Pale pale akenda mpaka akenda akamtupa katika ile yamu. Akajua lazima huyo ametupa kitu na lazima amemtupa kijana huyo. Usubuhi bwana akenda kwa Firauni,
kagonga mlango pale, tuambiwa na tarikh, kaulizwa kuna nini? Nimekuja na mambo ya ajabu nitaka mimi kueleza. Lakini ni Mwenyezi Mungu. Ujue kwamba ukisema si wewe unaisema, si wewe unaitoa darasa, mpaka Mungu akubali ulimi ufanye kazi. Alipoingia ataka kumfitini mamake Nabii Allah Musa alayhi salam, Mwenyezi Mungu akamjalia akiingia kwa Firauni huwa bubu. Huulizwa kuna nani shekhe? Una nini wewe? Tukujua ni kapenta wasema. Hasemi kitu shekhe, akatandikwa akafukuzwa nje. Akitoka nje husema watamjaribu mara ya pili. Masabasi wao hujaribu kila wakati mfatani. Akiingia kwa Firauni kutaka kueleza huyu mama amemtia kijana kwenye sanduku, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humfanya kibubu. Mtoeni huyu, utolewa. Akiingia mara 3, jamaa kajua huyu baba mwandazimu, akatandikwa shekhe. Huyo akafukuzwa, hakuwahi kumfitini mamake Nabii Allah Musa. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Kisanduku angalia Mwenyezi Mungu, yeye Nabii Allah Musa utafutwa kuuliwa, kisanduku kikaenda. Firauni ameketi na mke wake Asia katika palisi lao. Sasa muda onekana kisanduku kwenye mai cha oea. Askari ndeni kaangalie kuna nani kisanduku chani, labda ndani yake kuna ambari, kuna kadha. Wakenda wakakitukua kisanduku kitoto, kumbe si mtoto aliyoko ndani, ni Nabiyullah Musa alayhi salam. Si Musa bin Imran, ni Musa Rasulullah. Kisanduku kikaja kwa Firauni, kivungwa, kikifunguliwa, kijana kizuri katabia tabassam. Firauni alihisi, anasema sio ikawa ni huyu atakaye kunitoa roho yangu. Asia akamwambia, wewe Mungu vipi bwana wewe? Umeambiwa atazaliwa kijana ndani ya Masri. Huyu amekuja kwenye bahari, labda kuna jahazi imegalia, mwanamke alivyokuwa hodari. Labda kuna jahazi imevunda, labda ndani pengine imepita hapa, kijana huyu amefinikwa katika ile sanduku, pengine kuchelea asizame. Wewe umeambiwa kijana atazaliwa, huyo amezaliwa Misri, ndio mwanamke alivyokuwa hodari. Kweli. Na Mwenyezi Mungu akajalia bi qudratillah Asia, Mwenyezi Mungu akampa maradhi ya pele. Akajaribu kutumia kutia dawa, zile zikawa hazipoi. Kila sampuli ya kirimu ya dawa ikawa hazipoi. Firauni ikawa, lakini roho yake haikubali. Asia, labda ni huyo. Kabla, sikiliza Firauni, mimi huyu kijana nitakitoa kwenye kisanduku. Wakati nikimtoa, lao maradhi yangu yatapoa. Siye kijana muovu, kijana mwema. Wewe watupa pesa zako kila siku, wanunulia madawa, galia hizi. Akamwambia Asia, umetoa fikra mzuri, hela mtukue. Pale hajui kwamba Asia na mamake Nabii Allah Musa ni ndugu bwana. Pale bismillah, akikitukua kijana, Mola atuambia tukamwondolea maradhi Asia, na kumbe ilikuwa ni adui huyu kijana kwa Firauni, wa hum la yashurun. Asia ilipopoa, Firauni akamshika ni kijana, akamlelea. Kweli Asia, kweli ni kijana mwema huyu. Firauni ameketi siku moja kwenye kiti pale, Asia yuko mbali katiti. Nabii Allah Musa anza kushoa kiguu, kutembea. Alikwenda shekhe, alimshika ndevu, akamsuka. Firauni ona, hutoka roho. Asia ndo Asia uniua huyu kijana huyu. Asia akaja mbio, akamwambia la, atezana wewe tu, wewe si babake. Labda alifikiri hizi ndevu pengine kama mafagio tu, atezana wewe. Lakini Asia amenivuta kwa nguvu sana, huyo ndiye huyo. Bala siye bwana, kama ndiye Firauni mimi singepoa. Kweli. Haya, kamwata Firauni. Nabii Allah Musa, unajua mitumi hukua haraka. Kijana kimekuwa kuwa kitoto, lakini kimekuwa kina nguvu kweli. Firauni ameketi siku moja, Musa alayhisalam akamwendea vizuri, piga kofi moya shekhe, tupa chini, kofi chini Firauni. Asia, huyu ndiye amenitia kofi mpaka amenitupa chini, huyu ndiye. Angalia alama hii. Firauni,
huyu bwana uteza na mimi yasi leo ni leo. Angalia alivyonitoa alama ikofi, kijana mwenye nguvu kama ndovu huyu, ndiye huyo adui yangu. Mbala sie akambambanya yote kuonyesha Mwenyezi Mungu, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Siku moja Firauni ameketi kwenye kiti chake au kitanda chake, Nabii Allah Musa alimwendea, shika kitanda kakipindua, Firauni chini akamkanyaga, Asia uniua huyu, Asia ndo uniua huyu, ndiye leo sikubali. Asia akaja, Musa akakida akakiondosha kile kitanda au kiti. Firauni kama Asia, kiuno changu kama kuna mathala robo au kama kuna mafuta nipake, amenimaliza kijana, sikubali, ndiye huyu. Asia akamwambia, sikiza Firauni, juzi angalia amenivuta ndevu shekhe, na kidevu chatoka, angalia alama ya juzi, angalia kofi mpaka leo ile hiyo, ameniangusha kitandani, ndiye. Akamwambia, basi sikiza nini Asia, waite wale kumtinda. Firauni, ngoje huyu kijana uteza nawe tu, watoto uteza na baba zao, mimi napenda basi weka tende uweke na moto, huyu kijana akitukua tende anakitajua na akili. Lakini nakuhakikishia alivyokuvuta ndevu yuzi ni joksi tu, uteza nawe babake, alivyokutia kibao yuzi ni joksi. Vijana wangapi wapige baba zao? Basi Firauni wewe huwezi kutea kile. Vijana wangapi waangushe baba zao kwenye ziti? Kwa hivyo akaambiwa sawa, kukawekwa tende, kawekwa pale na moto. Mola Subhanahu wa Ta'ala akamwambia Jibril, nenda leo kamuokoe Nabii Allah Musa. Musa leo iko hatarini, kwa sababu Musa si wa motoni. Musa anajua hatatukua moto, atatukua tende, na akitukua tende langu halitokuwa. Mimi nataka nimuonyeshe Firauni kwamba wewe si Mola, nimekuetea ndani ya nyumba, wampa wewe pilau, wampa wewe maziwa, wampa wewe kila kitu, na atakuja kukumaliza. Firauni sasa ameketi, akaita wale kutoa, njoni hapa. Akaja bali jamaa tayari washamuonoa visu pale, akaitwa Musa, naam, taal. Ndio Musa akaenda, Jibril, unajua mitume kama sisi bwana, akaanamona live tembelecho parwanja. Akamwambia Musa, wewe leo utaekewa tende shariko. Musa, usitukue tende shekhe, tukua moto. Tukue moto, sisi si watu wa motoni bwana. Azungumza na Jibril jana kidogo, kama Nabii Allah na Isa alivyozungumza na Bani Israili palipoambia na wale Wakristo, akamwambia inni Abdullah. Musa, usitukue tende. Hapana, sisi bwana si wa motoni bwana, mimi nitatukua tende. Jibril, moto bwana, sisi si wa motoni. Musa, mara moja tu kwa hewa. Hapana, tende kwa kahawa. Jibril, tamu sana, mimi nitatukua tende. Nabii Allah Musa alayhi salam, tende imewekwa bwana, ataka kuitukua kweli tende bwana, bi qudratillah, akipeka mkono wa tende kutukua tende, mala Jibril alayhi salam kaupindua mkono pale akampeka kwenye kaa moto. Nabii Allah Musa akalitia mdomoni, alipomtia mdomoni akalia, Firauni akamrukia. Asia, kweli huyo ni kijana. Sasa mnelea pale, ajua kwamba huyu kweli si yule kijana adui. Tumwate Nabii Allah Musa alayhi salam hapa, amekula kala moto mpaka alipokuwa mtu mzima, ikawa yeye maskini ana kama kitembe, maana yake ulimi wake ulichomeka alipokuwa mchanga. Tuangalie baada ya Nabii Allah Musa alayhi salam amekula kala moto, amewata tende biqudratillah, kwa amri ya Mwenyezi Mungu, kumwambia Jibril, nenda leo umuokoe Nabii Allah Musa. Inshallah kesho tukiwa hai, Mwenyezi Mungu akikubali, tutaendelea kueleza kisa cha Nabii Allah Musa kwa utaratibu, sababu ni mtume wa Mwenyezi Mungu ambaye Mola alimpenda daraja ya mwisho. Wa ila hadrati nabii Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin.